Ni siku moja baada ya shambulizi hilo kutokea, na bado taharuki imetanda katika mtaa wa Eastleigh kufuatia mlipuko huo uliotokea mwendo wa saa 2 jana jioni nje ya msikiti wa Al Hidayah kwenye barabara Jam Street karibu na jumba la kibiashara la Garissa Lodge. Ningependa serikali wafanye investigation yao, washike na watuelezee kitu yote. Picha zinazoonyesha hali ilivyokuwa jana usiku, muda mfupi baada ya mlipuko huo, ambulensi zikifika kujaribu kuokoa maisha. Nao polisi na maafisa wa ujasusi wakikabiliwa na kibarua kigumu kuzuia eneo la mkasa ili kupata muda wa kukusanya ushahidi wa kuwezesha kutegua chanzo cha mkasa huo. Haikubainika wazi waliotekeleza shambulizi hilo. Tulisikia tu mlio kidogo. After kitu sekunde 2-3 hivi tukasikia mlipuko mwingine kubwa sana mpaka tukaanguka chini. Na watu kuangalia nje nikaona watu wote wanakimbia. Kila mtu anakimbia tu aokoe maisha yake. Kuangalia hapo chini nikaona watu wamelala chini, watoto kwa wakubwa. Hakuna mtu wa kuwasaidia. Hapo nilitoka nikijaribu kusaidia, nikaona hata mimi nahatarisha maisha yangu, nikakimbia. Hii inakaa kama ni kitu ilifanyika hapo kwa hapo. Ni kitu imefanyika hapo hapo. Yaani ni kama grenade. Mbunge wa Kamkunji Yusuf Hassan alikimbizwa katika hospitali ya Aga Khan anakoendelea kupokea matibabu. Tangu wakati huo amekuwa akitembelewa na wabunge wenzake. Makamu wa Rais Kalonzo Musyoka pia alimtembelea katika hospitali hiyo. Kuna umuhimu mkubwa sana wa sisi zote kuwa watulivu, isije kaonekana kama kuna hali ya kutatanisha kiasi ambapo watu wanaweza kuona kama hakuna serikali. Hapo awali wanahabari walikuwa wamezuiwa kabisa kufikia wodi alikokuwa amelazwa mbunge huyo. Hospitali ya kitaifa Kenyatta ilipokea majeruhi 16, 4 wakatibiwa na kuruhusiwa kurudi nyumbani, ili hali watu 7 na watoto 4 wanaendelea kupokea matibabu hapa. Mmoja aliripotiwa kuaga dunia. Yusuf Ibrahim ni miongoni mwa majeruhi waliokimbizwa hapa wanaoendelea kupokea matibabu. Ananiuma kidogo. Na 2 legs, one is broken. It come into 2 pieces. While other one is injured. Katibu katika Wizara ya Usalama Mtaa Iringo na mkuu wa mkoa wa Nairobi Njoroge Ndirangu waliotembelea majeruhi wa mkasa huu walitoa onyo kali kuwa serikali imeimarisha msako katika mtaa wa Eastleigh kuwanasa washukiwa wote wa ugaidi. Tumeanzisha operesheni na hiyo operesheni si ambayo itakuwa siku moja alafu tukome, na sio Eastleigh peke yake. Tumefanya hivyo katika town zote ambazo zinakabidhiwa na hatari hii zaidi, sana Northeastern Coast na hapa Nairobi. Na kutokana na hii kitendo ambayo ilitokea siku ya Alhamisi na Ijumaa, tumeshika watu 92 people, na wengine wanapelekwa kotini Jumatatu. Mtaa wa Eastleigh umeshuhudia msururu wa mashambulizi ya kigaidi, shambulizi hili likijiri chini ya siku 2 baada ya shambulizi jingine kutokea mtaani humo. Patrick Injendi, Citizen Nipashe.